Mchungaji, piga makofi kukaribisha. Asante. Ni nawasalimu kwanza katika jina la Yesu. Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na stahili sifa Yesu kwa sababu yeye ni mwema. Tuingie katika neno. Na ningependa tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba ikiwa na shukrani kwa sababu ya wema na uaminifu wako katika maisha yetu. Asante kwa hii nafasi ambayo umetupa ili tukaweze kushiriki katika neno lako. Yesu Kristo, tunaomba ili ukaweze kunena nasi. Na kupitia katika neno Mungu katufunze. Kupitia katika neno Mungu kainue mioyo yetu. Kupitia katika neno Mungu katubariki. Tukaweze kuyajua mapenzi yako. Na Mungu zaidi tukaweze kuyatekeleza katika maisha yetu. Nena nasi kwa sababu tuko tayari kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Siku ya leo ningependa kuongea kuhusu kwa nini hatufai kufa moyo. Kwa nini hatufai kufa moyo? Kwa njia ya kumtumikia Mungu na kuendelea kumuishia. Kwa nini hatufai kukata tamaa kwa kumuishia Mungu na kumtumikia? Kumwamini Yesu Kristo ni kwamba ni jambo la muhimu. Na Biblia inatuambia ya kwamba hii imani ya wokovu ni kipawa kutoka kwa Mungu. Baada ya kupata hiki kipawa cha imani ni kwamba tunapaswa kuzidi kuendelea kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ni jambo jema zaidi mwanadamu anapaswa kufanya. Jambo la kuhuzunisha ni kwamba wengine huwa wanaregea kwa mambo ya imani. Yesu Kristo akapeana mfano wa mpanzi ambaye alienda kupanda na kwamba mbegu zikaanguka katika sehemu tofauti. Na ni kwamba kulingana na huo mfano Yesu Kristo alipeana ni kwamba zile ambazo zilimea na zikaendelea kushikilia mpaka zikawa na mazao ni zile. Tunajua huo mfano ya kwamba zingine zilianguka kwa njia, zingine zikaanguka kwa mahali ambapo hakukuwa na udongo kwa mwamba, zingine zikaanguka mahali ambapo kulikuwa na miti, na zote zile hazikuweza kupata mazao. Zingine zilimea lakini asikuvumilia mpaka mazao yakapatikana. Yesu Kristo anaonyesha vile baada ya kupata wokovu, baada ya kuamini Yesu Kristo kwa wokovu, tunapaswa kuzidi kuendelea kufanya nini? Kuamini. Paul anaongea kuhusu watu ambao waliangamia katika mambo ya imani. Ukisoma 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 19, tunaona ya kwamba kuna watu walikosa kupigana vita vya imani. Na Paul anasema ya kwamba hao waliangamia kwa mambo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mambo yakiwa magumu, ni vizuri kukumbuka kuhusu huyu Yesu Kristo ambaye tumemwamini. Ni vizuri kila wakati uwe unamkumbuka huyu Yesu Kristo. Hata tukiwa na udhaifu, hata tukiwa tumepungukiwa, hata tukiwa kuna shida hapa na pale, usisahau huyu Yesu Kristo ambaye umemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo ningependa kuongea kuhusu mambo matatu kuhusu huyu Yesu Kristo ambaye tumemwamini. Na tutaweza kuona ni kwa nini hatufai kukata tamaa. Why you should not give up. Why you should not despair. Living for Christ and even serving Him. The first thing is that Christ gave His all for you. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipeana yote kwa ajili yako. Hiyo ndio sababu moja
ambao haufai kukufa moyo, haufai kurudi nyuma, haufai kuangamia kwa mambo ya imani. Tunaposoma katika kitabu cha Romans chapter 5 verse 8, the Bible says, while we were still sinners, Christ did what? He died for us. While we were still sinners, Christ did what? He died for us. That is Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ did what? He died for us. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. The Bible says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Mungu akamfanya yule ambaye hakuwa na dhambi kuwa dhambi, ili sisi tuweze kuhesabiwa kuwa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hatufai kukata tamaa, hatufai kurudi nyuma, kwa sababu Yesu Kristo alipeana yote. Ningependa kutaja mambo matatu ya muhimu ambao Yesu Kristo alipeana. 3 things that Christ gave up for our sake at a place called Golgotha. At a place called Golgotha, He gave up His right. That is John chapter 19 verse 13. John chapter 19 verse 13. Ni kwamba mahali hapa ambapo panaitwa Golgotha, ambao ni jina ya Greek, ni kwamba mahali pale ndio Yesu Kristo alikuwa anatolewa hukumu ya mwisho. Na yule ambaye anaitwa Pilato, ni kwamba aliweza kuchunguza yale ambao Wayahudi walikuwa wanamwekelea Yesu, na kulingana na uamuzi wake akasema ya kwamba huyu Yesu hana makosa. John chapter 19 verse 13, I'm going to read. When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on judge seats at a place known as the Stone Pavement, which in Aramaic is Gabbatha. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. Here is your king, Pilate said to the Jews. But they shouted, take him away, take him away, crucify him. Ni kwamba Pilato alitoa uamuzi akasema ya kwamba huyu ana makosa. Yale ambayo Yesu Kristo anawekelewa ni kwamba hakuna ushahidi wa kutosha. Lakini Wayahudi wakasema ya kwamba mchukueni, ni kwamba asulubiwe. Jesus Christ gave up His right for you and for me. Bwana Yesu asifiwe. Alipeana haki yake. Huwa tunaishi tukipigania haki katika kazi, katika maisha, nyumbani, kila mahali tunapigania haki. Lakini Yesu Kristo akapeana haki yake. At a place called Gethsemane, Jesus Christ gave up His will. In the book of Mark chapter 14, Mark chapter 14 verse 36, Jesus Christ gave up His will. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo akiomba na akiwa na uchungu mwingi katika mwili wake, akiwa na uchungu mwingi kwa yale ambao alikuwa anapitia, na akamwomba Mungu ili hiki kikombe ambacho kilikuwa mbele yake, kikombe cha mateso, kiweze kumuondokea. Mark chapter 14 verse 36, ni kwamba Biblia inasema hivi, going a little further, that is
from verse 35. Going a little further, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, heavenly is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ngumu kwa Yesu Kristo kama mwanadamu kwa sababu alikuwa na mwili wa mwanadamu. Na ni kwamba anamwambia Mungu kila kitu kinawezekana kwako. Yaani hata wewe Mungu unaweza kutumia njia nyingine ukaweze kumwokoa mwanadamu. Anasema kama ni mapenzi yako, hiki kikombe kiniepuke. Lakini sio vile anavyotaka, bali vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba he gave up his will for you and for me so that we may receive salvation. Praise be to God. Jesus Christ not only gave up his right, not only gave up his will, but also in a place called Golgotha. A place called Golgotha. John 19, verse 17. At this place, Jesus Christ lost his life, the most precious thing. At Golgotha, John 19, verse 17, Jesus Christ lost his life. Verse 17 says this, carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on each side, and Jesus in the middle. Jesus Christ lost his life. I'm saying this, that Christ gave up all for you. You need not to give up. He gave up his right. He gave up his will. He also gave up his life for us, for you and for me. Praise be to God. Yesu Kristo alibeba msalaba, na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake akauvumilia msalaba. Hii furaha ambayo iliyowekwa mbele yake ni nini? Kuona wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba alibeba aibu katika kitabu cha Waebrania. Alivumilia machungu kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake ili mimi na wewe kaweze kuokoka. Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy that was set before him, he endured the cross. For the joy that was set before him, kwa furaha iliyowekwa mbele yake, alibeba aibu, alistahimili msalaba ili mimi na wewe tukaweze kuokoka. Hiyo furaha ni kuona wewe umefanya nini? Umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni jambo la kufurahisha ya kwamba Yesu Kristo alipeana yote kwa sababu yako. Alibeba msalaba akiwa anapitia katika uchungu, akiona furaha iliyo mbele, akastahimili kwa sababu ya furaha iliyo mbele, na hiyo furaha ni kuona wewe umepatanishwa na Mungu. Wewe umeletwa karibu na Mungu. Wewe uhesabiwi kuwa wale wa kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema katika hicho kitabu cha Waebrania 12, huo mstari pia wa pili na wa tatu, inasema consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary or lose heart. Bwana Yesu asifiwe. Consider him, mtafakari huyo ambaye alivumilia msalaba ili ukaweze kupata wokovu. Mtafakari yeye, muishie yeye, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Why you should not give up living and trusting Christ? This is because Christ will never give up on you. Christ will never give up on you. That is the second point. Christ will never give up on you. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Philippians chapter 1 verse 6, Paul is speaking to the believers
in this church, and he's telling them that the good work that Christ began in their life, he will carry it on to completion. Philippians chapter 1 verse 6, I'm going to read, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema amen. Wokovu ni kazi na wokovu is a process. Salvation is a process. Tulikuwa tunaongea hii wakati tulikuwa tunasema pressing on together towards Christian maturity. Na tukasema the three stages of salvation: justification, sanctification and then glorification. Na nilipokuwa nikitafakari haya, naona ni kama inakuwa na macho kumtazama Yesu, kwa sababu wokovu inakuwa ni kugeuka, kuacha dhambi na kumtazama nani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaweza kupata wokovu, lazima tunageuka, tunaacha dhambi na tunamtazama nani? Yesu Kristo. Na katika kitabu cha John chapter 3 verse 14, the Bible says, kama vile Musa aliinua nyoka ya shamba jangwani, mwana wa Mungu atafanya nini? Atainuliwa. Na ni kwamba wale wanaomtazama watapata nini? Uponyaji, watapata wokovu. Kwa hivyo wokovu is just turning and having a single look at the cross of Jesus. Praise be to God. Then the second point, for us to receive this sanctification, then we must fix our eyes there. Bwana Yesu asifiwe. After having that simple turn and simple look at the cross of Jesus, we need to fix our eyes there. Fixing your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio process ile kubwa baada ya kuokolewa, baada ya kuhesabiwa kuwa mwenye haki, kwa sababu umetazama msalaba. Macho yako hayafai kutoka wapi? Kwa msalaba. Na ya mwisho, glorification. The Bible says, when he shall be revealed, all eyes shall see him. Bwana Yesu asifiwe. Wakati atafunuliwa huyu Yesu Kristo, tutafanya nini? Tutamuona. Hebu uliza mwenzako, wewe utamuona? Unajua wale watamuona ni wale already their eyes are fixed. Bwana Yesu asifiwe. So wokovu ni kugeuka na kumtazama Yesu Kristo msalabani na kuendelea kuweka macho yako pale. Na ni kwamba katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 7 nasema, na macho yote yatafanya nini? Yatamuona. Christ will never give up on you. He is still at work. Bwana Yesu asifiwe. Despite the failure, the weakness, the limitations, even the feeling sometimes that you are losing hope, Christ is at work. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka Wanaisraeli ni kwamba walikuwa watu wa Mungu na wakawa wamemkosea Mungu, na Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye anatimiza ahadi yake, kwa sababu wamekosa, wakachukuliwa wakapelekwa Babiloni. Huko wakawa kwa mateso, hiyo tuliweza kuona katika kitabu cha Isaia. Na huko wakawa katika hali ngumu. Biblia inasema ya kwamba waliketi kwa kando ya mito ya Babiloni na wakalia, wakikumbuka wapi? Zayuni. Na wakakosa kuimba wimbo ambao watesi wao walikuwa wanawaambia, tuimbieni wimbo wa furaha. Wakawa na uchungu, lakini Mungu hakuwa amewasahau. Alimuinua Isaia, na Isaia akaweza kuwatia nguvu. Na kusoma kitabu cha Isaia kuanzia mlango wa 40, unaona Isaia anazungumza na wana Israeli. Anawaambia ya kwamba Mungu atawalinda. Hata mkipita kwa moto hamtachomeka, hata mkipita kwa mito maji haitawaumiza, hata ni kwamba ataweza kuwafanya mpya nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia ya kwamba atafanya jambo mpya katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. This is what Christ is doing in our lives. He's protecting us. He's
guarding us, is guiding us, is the good shepherd. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukipita katika mvuli wa mauti, hatufai kuogopa kwa sababu Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Ni kwamba anataka kufanya nguvu zetu kuwa mpya. Bwana Yesu asifiwe. He wants to renew our strength. Like the eagles. He is there to protect us. He wants to do a new thing in your life. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba wakati ambapo tunapitia mambo magumu, it's good to remember this. One, God is preparing you to meet His plan for your life. Bwana Yesu asifiwe. When you are passing through hardship, it's good to remember, number one, God is preparing you to meet His plan for your life. Kuna mpango, kuna lengo Mungu ameweka, na Mungu anaendelea kukuandaa ili ukafikie hiyo lengo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wakati ambao unapitia mambo magumu, ni vizuri kukumbuka hii ya kwamba God is taking away what is unnecessary from your life. Bwana Yesu asifiwe. God is taking away what is unnecessary in your life. Whether ni maringo, whether ni kile ambacho kinakufanya usiwe sambamba kumtumikia huyu Bwana, He's taking away. Kuna silver ni kwamba ni moja ya mawe ya thamani. Inasafishwa na moto. Inawekwa kwa moto, inachomwa. Inawekwa kando, inapoa. Inarudishwa kwa moto, inachomwa. Inawekwa kando, inapoa. Inachomwa tena, inachomwa mpaka itakuwa safi. Wakati mtu ataenda aangalie hivi, aone ni kama kioo. Unaona vile unajiangalia na kioo, unajiona. Hivyo ndio Mungu anataka. Kama hivi anaona Yesu Kristo mwenyewe. Anaona image yake. So we need not to give up. God is just taking away what is unnecessary in our lives. And the other thing, Christ is shaping our character and our attitude. Christ is shaping our character and our attitude. Anaendelea kutunda ili tukae jinsi ambavyo anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaimba hii wimbo huwa anapenda. Jehovah, let your will be done. Let your will be done. Because I'm just a piece of clay. And you are the potter. Jehovah, let your will be done. Let your will be done. Because I'm just a piece of clay. And you are the potter. Wakati unasema let your will be done, ifanyike wapi? Kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuimba na kutaja mambo mengine ukiwa unayafikiria. Let your will be done. Where? Kama Yesu Kristo anasema mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha ya nani? Yake. Kuna nyingine ambao usiipati vizuri, huwa tunakuja kumalizia kwa Kiswahili. Unifinyange, watu wa praise naanza kunikumbuka. Unifinyange. Unifinyange. Hapo ndio nilikuwa napenda. Unifanye jinsi kuwa upenda. Kwa unafikiria wakati unaimba hiyo, unajua tunasema ya kwamba mimi ni udongo katika mikono ya nani? Hebu fikiria udongo. Na unasema unifinyange. Unakubali kufinyangwa? Muuliza mwenzako hata kama uko na macho. Unakubali kufinyangwa? Unakubali kufinyangwa? Kuna mahali hautoshei, kuna mahali hauingii, unakubali kufinyangwa? Bwana Yesu asifiwe. Sio ukae vile unavyopenda. Ukae vile Mungu anavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. We should not give up. Living for Christ and serving, because Christ will never give up with you, with us. Bwana Yesu asifiwe. The last point is that Christ's work is already finished. Praise be to God. We have said that we should not give up because Christ gave it
hope for all. Gave it hope for us. We also said that Christ will never give up on us. And the last point is that Christ's work is already finished. Bwana Yesu asifiwe. In the book of John chapter 19 verse 30. These are the last words of Jesus according to the Gospel of John. It is finished. Bwana Yesu asifiwe. Imefanya nini? Imeisha. Na ni kwamba hii inamaanisha deni ambao mwanadamu alikuwa nayo kwa Mungu imelipwa, iko settled. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha ile Yesu Kristo kazi alikuja kufanya hapa ulimwenguni imemalizika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika kitabu cha John chapter 17 Yesu Kristo akiomba na akipeana ripoti kwa Mungu ya kwamba ile kazi ambayo ulinichagua nikuje kufanya hapa ulimwenguni nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Christ has already finished the fight against sin and death. Alikuja kuokoa na kutafuta kilichopotea. Na ni mimi na ni wewe. Na ni kwamba kazi amefanya nini? Amemaliza. So imagine we are fighting the enemy from the standpoint of victory. We are fighting the enemy from the standpoint of what? Victory. Ni kwamba tayari sisi ni washindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ni mshindi. Na utashindwa ikiwa utakubali wewe mwenye kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya Yesu amefanya nini? Amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akiongea na Wakristo akawaambia work out your salvation with fear and trembling. Na ukisoma pale chini unaona anasema ya kwamba even God is at work. God is still working so that we can get there where He wants us to be. Praise be to God. Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Kusema ya kwamba Yesu Kristo amemaliza kazi, sio kusema ya kwamba we need just to relax. Tunaambiwa tujitahidi ya kwamba tukaufanyie kazi wokovu wetu. Biblia inasema ya kwamba work out your salvation. The Bible does not say work for your salvation, kwa sababu Yesu Kristo ameufanyia kazi wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwamba hatufai kufa moyo. Faith is a gift from God by grace. That is the faith we need for our salvation. Bwana Yesu asifiwe. Faith is also full assurance that God will keep His word. After we receive this gift of faith for salvation, we need to continue believing. We need to continue trusting in His Lord. Because His promises are true and amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipeana yote. Alipeana mapenzi yake, haki yake na pia maisha yake. Huko mahali hapa na mkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kuna hiyo nafasi hata wakati. Kazi amemaliza. Kazi ya wokovu, msalaba alitangaza ya kwamba amemaliza. Ile unachohitaji ni kujipeana. Na ukijipeana, ameahidi ya kwamba ataanzisha hiyo kazi na ataikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja ambaye angependa kumpokea huyu Yesu Kristo. Tusimame tunapomalizia. Usinipite Mwokozi.
Ni kwamba ulipeana yote, ulijitoa kwa ajili yetu. Asante, asante, tunakushukuru na tunakusifu. Tukiwa katika hiyo hali ya kuomba, ikiwa hujamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, onyesha kwa ishara ya kuinua mkono wako. Onyesha kwa ishara ya kuinua mkono wako na ili tukaombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante. Kwa maana neno linatuambia wakati ambapo tulikuwa wenye dhambi, Yesu Kristo ulikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Katika ulimwengu tunapoishi ni kwamba kuna shida, kuna dhiki, kuna majaribu. Na ni kwamba neno limetuhimiza siku ya leo, hatufai kukata tamaa. Hatufai kufa moyo. Tunapaswa kuzidi kukuamini, kukutazama wewe Yesu Kristo ambaye ulikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tazama hao wapendwa, ni kwamba umenena nao siku ya leo. Unawafahamu, unawaelewa vyema, unajua mioyo yao, unajua mahitaji yao, unajua shukrani zao, unajua yale wanaopitia. Mungu, macho yao yanakuangazia wewe. Mungu, usiwahaibishe. Kutana na mahitaji yao. Asante kwa sababu utatenda. Na Mungu utabakia kuwa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, hao ndio maombi yetu. Amen. Amen. Asante sana. Bwana awabariki na awatendee mema tunapomaliza ibada. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Bwana awabariki.